Mnamo Machi mwaka 1890, nyumba ya sanaa ya Victoria katika mtaa wa Regent London ilifunguliwa maonyesho yaliyoitwa Stanley and African Exhibition. Maonyesho makubwa yaliyokuwa yakionyesha sanaa mbalimbali. Na moja ya sanaa iliyowashtua Waingereza wengi wakati huo na kuwapa wasiwasi ni vijana weusi wawili, na ushahidi ulipendekeza kwamba walikuwa ni watumwa. Goto na Inyokwama ndio walikuwa vijana wadogo kutoka Swaziland, Eswatini ya leo, ambao walipelekwa nchini Uingereza mwaka 1889 kuonyeshwa kama maonyesho hayo ya kibinadamu, wakijumuishwa kwenye maonyesho mbalimbali yaliokuwa yakionyeshwa wakati huo, ikiwemo vitambaa, silaha, ngao, nakshi na vinyago. Walipelekwa mara ya kwanza nchini Uingereza na John Thoburn, Mwingereza ambaye wakati fulani alitawala karibu kabisa na Swaziland kupitia kamati maalum, na walikuwa wakipeleleza Afrika wakati huo. Maonyesho hayo yalijengwa kuzunguka simulizi za safari ya Sir Martin Henry Stanley barani Afrika, yakieleza ushujaa wa wapelelezi wa Ulaya huku yakihalalisha ukoloni wa Afrika. Miongoni mwa waliokuwa wakiyadhamini walikuwa ni Malkia Victoria na Mfalme Leopold wa pili wa Belgiji, na alifafanua kwa kina katika kitabu chake cha In Darkest Africa. Katika maandiko mbalimbali ya historia mwishoni mwa maonyesho hayo, Charles Allen, katibu wa jumuiya ya kupambana na utumwa ya Uingereza, alimshtaki Thoburn na mkewe kwa kuendesha matendo ya kinyama kwa wavulana hao wawili, na ilikuwa ni kesi ya mwisho dhidi ya utumwa katika nchi ya Uingereza. Thoburn ambaye alikuwa Afrika hakuwahi kuhudhuria kesi hiyo, lakini aliwakilishwa na mkewe na mwishowe alifutiwa mashtaka yote. Lakini inasemekana alifariki mnamo mwaka 1909. Hii kabaki kwa historia chungu, vijana hao wawili ambao walifanywa kama zana ya maonyesho kwenye maonyesho makubwa huko nchini Uingereza yaliyoitwa Stanley and African Exhibition.